Sauda, niambia. Shwari. Mambo nasema. Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu. Bado zimesalia michezo mitatu kuweza kutamatisha msimu 2024 2025, lakini mpaka sasa kuna uwezekano bingwa tukampata kwenye dabi ya Kariakoo. Kwanza kulikuwa ni msimu wa namna gani kwako? Msimu wa msimu. Ndio msimu ambao kuna malalamiko mengi sana. Na ametokea mambo mengi sana ya kipumbavu ambao yametajasa katika mpira. Kwa uwezo kwa msimu bora. Kwa sababu tutaangalia labda kwa kuwa labda bingwa tutampata katika mechi ya mwisho. Haimaanishi kwa ndio ubora wa msimu kwa namna hiyo. Ubora tunaangalia ile haki stahiki, yani kumpata bingwa katika njia ya halali zaidi. Na kuna mambo yatakiwa tuyaone yamezingatiwa kikanuni na kisheria. Lakini zimetokea vurumai nyingi, mechi mbili zimeahirishwa za dabi manake kutokana na ukosefu wa watu kutokufuata sheria na kanuni, kuwa na klabu kuwa juu kuliko kanuni ama sheria. Kwa maana yake siwezi kusifia nikasema msimu bora. Msimu bora ni msimu ambao unamalizika unatamatika bila kutokea vurumai aina yote. Haki inatendeka haki, kwenye haki inafanyika haki, kwenye sheria inafanyika sheria, kwenye kanuni. Shamba nzuri lakini tumeona misukumo sababu mpaka kufika huko jua. Yaani nafikiri ligi itakiwa mpaka leo tunazungumzia mechi moja ama mechi mbili zimebaki. Si ndio maana yake, lakini tunakwenda mpaka tarehe 25 kwa maana yake kutokana na pumbavu iliyotokea hapa. Sio kama sema labda bahati mbaya, upumbavu uliotokea wa kutokusimamia misingi ya kikanuni na kisheria, ndio maana watu wafika. Kwa hiyo siwezi kusema huu msimu ulikuwa msimu bora. Siwezi kusema. Nasema ni msimu wa ovyo ambao sikuwahi kuona toka naanza kufuatilia mpira. Kujiuzuru kwa Mzee Mguto na kusimamishwa kwa Almas Kasongo kulichelewa, walitakiwa wafanye kwenye Machi 8. Hiyo kwa bahati mbaya sisi wa Afrika sio Tanzania, sisi hatupo kwa ajili ya watu. Tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Yaani kila mtu anakuwa yupo sehemu kwa ajili ya maslahi yake. Kwa siwezi kumlaumu mimi kiongozi yote. Hata mimi mwenyewe kiongozi leo hii nitadili jambo kwa sababu ya maslahi ya familia yangu, sio kwa sababu ya maslahi ya watu. Maslahi ya watu maana yake unapoona pahala pamekosewa na panahitaji uadhibiwe, basi wazungu mara nyingi wanajiadhibu kabla ya kuadhibiwa. Mshamba mzuri. Mimi jambo hili hapo kuna makosa yetu tuliyofanya sisi kama labda bodi ya ligi. Na ile jambo ili ya makosa yafutiki, sisi tunahitaji kutoka. Watu wanafaje wanatakiwa watoke ili kupisha wengine waje. Lengo nini? Ni kukuza ama kuendeleza mpira. Maana yake nini? Ukifanya vile hata nikuja pia atakuwa ana uoga. Shamba nzuri kwamba kwa nini hao walitoka? Hao walitoka kwa sababu waliona walishindwa kusimamia kanuni au kusimamia sheria. Ndio maana wafanyaji wakajivua gamba. Kwa mimi nilokaa hapa natakiwa ili nisijivue gamba, basi ninapaswa nifuatilie kanuni na sheria zinavyotaka. Shamba nzuri. Lakini kwa kuwa sisi tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi, kwa ajili ya sisi matumbo yetu na familia zetu, kwa hata jambo likiwa lina athari, kwa kuwa haupo kwa ajili ya watu, hauwezi kuwa na athari yake. Kwa sababu wewe utapambania nafasi yako kwa ajili ya maslahi yako. Hautopambania kwa sababu ya maslahi ya watu. Shamba nzuri. Kwa hiyo utaona kwamba hili tu na mimi nitokee kwa hili nikale wapi. Shamba nzuri. Lakini ukiwa kwa ajili ya watu hautoweza kung'ang'ania pale ambapo unatakiwa ufanyaje utoke. Kwa hata haya unayoona haya inakaa ni shinikizo, sio matakwa ya watu. Umefahamu vizuri? Yaani inakaa ni shinikizo, sio matakwa. Sasa ikiwa ni shinikizo mpaka mmetoka, maana yake nyinyi mlikuwa mna makosa ambayo mmeyafanya. Kwa hiyo ilipaswa kabla hatukufika huko mapema sana itakiwa mrekebishe haya makosa kabla mambo hayajakuwa mazito kama hivyo ilipofikia. Shafa mzuri. Kwa hiyo nafikiri ni jambo sahihi kwa sababu sehemu yote ambayo unakaa kwa ajili ya watu, unapoona umefanya jambo la kukosea, sheria yake inatakiwa ukae pembeni. Tumeona sio Bongo, tumeona hata huko FIFA, tumeona nani ule mzee ule Seif Blatter ameondolewa kwenye madaraka kwa sababu amekutwa na tuhuma ambazo sio nzuri. Si ndio? Tumeona rais wa kafu kabla kuja kukaa nani Msepe wa mwanzo kabisa yule naye kuna tuhuma hizo akaondolewa. Ndio sheria inataka hivyo. Sehemu yote ambayo watu wengi ukifanya makosa mmoja kwa ajili ya maslahi yako wewe binafsi, toka picha watu wengine wajiendeleze ile gurudumu. Ushaanza sababu lengo nataka
Yaani lengo watu wanufaike na uongozi wako wewe. Shamba mzuri, sio wachache wanufaike kwa uongozi wako wewe. Kwa hiyo ilipaswa, kwa sababu kwa hili liko uwezo kulikwepa hali. Yaani kwa hili lilivyokaa tu kabisa inakaa ni uzembe wa hali ya juu ambao umefanyika kupitia bodi. Kwa sababu timu inaposema mimi sichezi, maana imetisha tu nyau. Sasa wewe unatishwa nyau, usiingie kwenye mfumo. Yaani ni sawa mwanamke anapokuambia baby na shida milioni 20. Sasa wewe unategemea jinsi utamwendo vipi. Ukikubali hiyo 20 utatafuta, ataenda kuiba, atafanya utampa. Lakini kama utakuwa na akili atakuelewa na hatataka tena milioni 20. Shamba mzuri. Sasa ndo timu za mpira zilivyo. Zinavyosema jambo haimaanishi kwamba labda ile jambo na maanisha kweli. Wao wanajaribu. Sasa na wewe unapoingia kwenye mfumo maana yake umefaulu wao. Shamba mzuri, umefaulu wao. Mtasiku sasa na wewe unatakiwa uangalie kama kiongozi umewekwa kwa ajili ya kumsikiliza mmoja au kusikiliza wote. Lengo kusikiliza wote. Je, sheria au kanuni inaruhusu mtu anaposema achezi na mechi ikaahirishwa au asicheze kweli? Jibu kama hairuhusu, si ndio? Hairuhusu. Kwa hiyo unasimamia vipi kama kiongozi sasa ili mchezo uwepo? Mchezo mzuri ndicho kilichofanya Misri. Kama mechi hapa iahirishwe. Mechi hapa ipo. Acha Misri. Real Madrid pia nakumbuka waliandika barua siku moja kabla mchezo wa finali ya Copa del Rey kwamba sisi kama marefa wasipobadilishwa hatuchezi, na kufanya mpaka press conference ya kufanya Real Madrid hiyo, kwa sababu wanataka kugomea nini mchezo. Lakini kazi ya bodi ya ligi ya Spain yakikisha kwamba mchezo unafanyaje, unakuwepo. Walipiga simu Pirezi, wakaongea naye vizuri, tena alipiga simu Tebas yule bwana, sikiliza usije na shaka kama waamuzi tushaongea nao, jambo litakuwa zuri, leteni timu uwanjani. Na Madrid akacheza finali, simefahamu vizuri, wakacheza finali ya Madrid. Kwa sasa ukiona taasisi ama mtu ambaye anapewa dhamana ya jambo, alafu yeye ndo anakuwa kwanza aliye jambo linapotokea shida, yeye ndio shida kuiendeleza, maana huyu ana tatizo. Kwa kama ana tatizo basi tuache. Unaweza kwamba leave, anasema wenyewe kwamba leave alone and leave me alone, and kaa pembeni, niache kaa pembeni, you know. Sasa wale walishindwa kusimamia na kuonesha nguvu yao. Kweli mmezuiliwa getini, si ndio? Sawa. Kanuni inasemaje mtu akizuiliwa getini? Fine. Itakiwa alalamike yule Simba. Mimi nimekuja mpaka getini nimezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa malalamiko yangu ni haya. Lakini asingiliane na kutoka malalamiko mpaka kugomea mchezo. Lakini yeye kalalamika na mpaka kugomea nini? Mchezo. Alafu ni jambo ambalo sio la papo kwa papo, mpaka unaposema hatuchezi mpaka wauni wafanyaje waadhibiwe. Maana yake si jambo la papo kwa papo. Ni jambo itakiwa labda mchezo mwingine, sio mchezo huu. Ushafahamu vizuri Na bodi sasa ikachukua mamlaka ya kukubali yale matakwa ya klabu. Maana yake hapa pana shida sehemu, pana tabu maana yake. Ushafahamu vizuri. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuondoka mapema sana pale kabla ya shinikizo, kwa kuwa hakuona manufaa kutoka kwao, kwa sababu hawakuwa kwa ajili ya watu, wamekuwa kwa ajili ya wao. Ndio maana wakaangania mpaka imekuja nguvu kutumika. Ndio wanafanyaje? Kwa maana bila nguvu kutumika mpira usingeshinda hali, na mpaka leo hijua mpira ukushinda bado. Kwa maana gani? Kwa sababu ili jambo ukiangalia limeamuliwa kikanuni ama kisheria au kinguvu? Kinguvu na matakwa. Sio matakwa, kinguvu. Yaani imetumika nguvu ambayo ilikuwa uwezo kupinga hiyo nguvu. Chama nzuri. Lakini je, itakiwa tuamue vipi? Kikanuni. Kwa kama tungeamua kikanuni na kisheria, maana yake toka siku ya tarehe 8 ile mechi ingechezwa, ama kuna alama pale mtu angekatwa. Chama nzuri. Chama nzuri. Kwa kuwa wana walitaka kutumia nguvu sasa. Ndio maana nguvu ndio kafanyaje? Tumika. Utakujua kwamba kwa nini tunasema walitaka kutumia nguvu. Tazama mchezo kuahirishwa tarehe 15. Tazama na watu kuwajibika, kuondolewa. Manake wao walitumia nguvu kuahirisha ile mchezo na kupanga mchezo mpya bila kumsikiliza mtu mwingine ambaye mlalamikaji mwingine ambaye naye alikuwa na haki yake ya msingi. Ndio maana walipokwenda kusikilizwa hiyo sehemu, nakupa za ndani, chukua hiyo. Walipokwenda kusikilizwa, huyu ambaye mlalamikaji huyu ambaye alisema hachezi mchezo wa tarehe 15 ndio ameonekana na pointi ya msingi kuliko wale wengine wote. Ndio maana matakwa yake
yakasikilizwa na watu wafanyaje, waondolewa pale. Si ndio wanataka, si kwa lengo ni hilo. Watu kufanyaje? Si ndio maana. Sasa mengine itakiwa waeleze kwa nini mchezo tarehe 8 umeahirishwa. Sasa hayo walikuwa husiana. Hayo hawezi kueleza. Wameelezana wenyewe kwa wenyewe. Sisi hatupaswi kujua. Sisi tunatakiwa tujue tu kwamba mchezo umechezwa na wale ambao itakiwa toke wameondolewa ili kupisha wengine waje kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuendeleza mpira wetu. Lakini kwa hili basi hivi mpira kushinda bado kwa sababu imetumika nguvu. Mpira kushinda itakiwa siku ya tarehe 8 ile mechi ingekuwepo pale mpira umeshinda. Kwa sababu gani? Kwamba kanuni na sheria zimefuatwa. Kwenye hicho kikao mada kuu ilikuwa ni hiyo kuondoka, lakini kuna mmoja hajaondoka, katibu Wilfred Kidau. Basi maana kuna uchaguzi mpya unakuja. Uchaguzi mpya mwezi wa 8. Kwa watu wasubiri waangalie. Kisha mzuri. Sababu ile tayari kipindi chake kishaisha. Kama kuna chaguzi mpya zipo. Kisha nzuri na wenyewe sababu mimi sijafuatilia sana hivi vitu vya kujua. Wenyewe wanasema ule amechaguliwa tunavyosema, si ndio? Kwa hiyo wanasema ani labda ajiuzuru mwenyewe, si ndio maana yake? Sio watu kufaje kumtengua, sio maana yake. Kwa maana yake sasa sehemu pekee ya watu kumtengua ni kwenye uchaguzi mwezi wa 8. Kwenye uchaguzi ndio maana ukuona barua yote. Mwezi wa ngapi? Mbaki mwezi mmoja tu amalize majukumu yake, waje watu wapya. Kwa maana yake mawili sasa. Achaguliwe tena upya ama si chaguliwe. Kwa hivyo hivi. Kwa hiyo usijua kile kikao nini kimepangwa. Pengine kama bana basi usiendelee tena, ishia hapa. Atakuja mtu mwingine. Pia tutaona huko mbele. Ni vikao ambavyo sensitive sana. Ni vikao ambavyo vimekaa watu wengi wajue ni siku 3. Kwanza Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa ile juzi. Ile Ijumaa juzi ilikuwa ni vikao vya timu kwa timu. Yaani kati ya kiongozi yani mwenye nchi yake na viongozi wa timu kwa timu. Alafu ilikuja vikao vya wizara, ilikuja vikao vya nini? Shirikisho. Kulikuwa shirikisho timu kwa timu. Yani shirikisho na watu wake waliojua nao wake mpango wao. Ikaja ikaujua wizara nayo. Sio mzuri ya ambayo inashikilia hii michezo. Wakaja zikaujua timu. Ndio maana sasa isikie baada ya kusikia maneno yote haya ikaonekana huyu alikuwa na haki ya msingi, aliyosema ina haki, ninyi mmeshindwa kusimamia. Kwa hiyo katumika pale nguvu wewe tena na yeye haya. Waandika barua wewe tena stop kwanza, ameingia tutaendelea mwezi wa 8. Haya mechi hapa ndani ya siku 10 ipangwe ipigwe, goma liende, shughuli imeisha. Umetoka tarehe ama kupinga, ama atakayepinga pale. Kuna kununa tu. Kununa tanuna. Hai kupinga wazi kupinga kwa sababu kama kupinga hakuna. Ukipinga tafuta nchi kwa kuishi. Wewe unanuna. Wewe unanuna kaka. Kupinga maana katafuta nchi kwa kuishi. Njoo nzuri, yani katafuta nchi yako huko ukaishi. Au uje tu alete udongo mfinyazi, unatengenezeka dunia chao waingie huko wakaishi. Lakini pale unanuna tu. Sababu yani kuna yale matarajio yameondoka, unanuna tu. Na nishawahi kusema mimi kwenye radio haya mambo leo hii watu wa Yanga wanachekwa. Lakini baadaye akaikupinduka haya ukashangaza na watachekwa wa Simba, wa Yanga watafurahi. Na umeona sasa hivi mwana tofauti. Unadhani zile picha zisingetembea kwenye mitandao ya kijamii, watu wangefikiria kwamba kuna nguvu ilitumika? Wangefikiria. Lengo la Yanga ni kitu gani? Labda ufahamu vizuri. Lengo la Yanga nao inataka kusikilizwa. Yanga sio kama alikuwa anataka kucheza. Yanga alitaka kusikilizwa na wao. Ilikuwa ni sehemu ndogo, mnafikiri hata bodi sehemu ndogo sana wangeelewa. Yaani mechi hiyo wangeipanga wao pasipo hata kuingia nguvu kubwa. Sababu Yanga wanataka wao hii mechi tarehe 15 tu. Nao yani bana iahirishwe. Alafu ingepangwa nyingine wangecheza. Kwa maana gani? Kwa sababu wenzao walifanya hivyo na wakasikilizwa. Mechi kafanyaje? Kwani sisi nataka mtumie nguvu. Ndio maana sasa ika nguvu kwa nguvu. Na ukashauri jambo ambalo ingetokea ile jambo mfano. Yaani Simba ngene uwanjani, Malifa ngene hapa Simba ngepewa point. Shehe, ya TFF pale. Ile jengo lile ungeonea huruma. Angepigwa mawe pale. Ingekuwa ni vita kubwa. Na yeye analijua hilo. Ndio maana Yanga akasema watu kata point zote. Ndio maana kwamba yeye analijua hilo kwa sababu
ni sababu uzembe walianzisha wao wenyewe. Nali uzembe wote ulikuwa ni ile tarehe 8 ndio uzembe mkuu ulianzishwa pale. Kwa hiyo lazima wakubali tu, wafanye fair. Kwamba tunasikiliza, tumeka mguu kati na pia tuweke mguu kati. Kwa kuwa wako upande huo, walikuwa katika upande wa kushindana, walikuwa wanaleta athari kubwa katika nchi. Mpira una nguvu kaka. Mpira kwa hiyo Ricardo rasmi tarehe 25 haina kipengele cha mtu yoyote. Sasa Yanga si ndio mwenye mechi yake. Yanga ndio mwenyeji. Tukashatangaza. Unajua usistuke na Simba kwenda kupost. Simba imuhusu ile mechi. Lakini Simba alipost alisema kwamba hatocheza mchezo wote ukiahirishwa huu. Sasa nategemea wakati huo yani mchezo upangwa na nani? Mimi nikwambia walipoa 10 days. Ndio. Maka kutoka tarehe 15 ile mpaka siku 10 market ngapi 25 hizo. Na umeona zile picha? Nategemea mchezo umepangwa na nani? Yaani ile suluhisho la ugomvi wenu mmesuluhishwa na nani? Nategemea. Kama mmesuluhishwa na Karia basi mnaweza kweli ukasanisha tucheze, na kwa kuwa market taasisi zao zimekuwa zinazihofia Simba na Yanga, kweli mkasikizwa na mechi ikapelekwa mbele. Lakini nani ametoa hizo 10 days? Ngome nikupe nguvu sasa ya president ilivyo. Kuna mwaka mmoja hivi alikuwa rais. Mfano sana alisema enzi rais marehemu sasa hivi mzee wetu Al-Hassan Mwinyi, mzungu msamehe kwa alipo na ampepepo. Alikwenda gerezani, alikwenda kutembelea kwa wenyewe wafungwa. Fika paka pale akamwona kuna mfungwa kumbe alisoma nayo huko zamani, akamwona akamwambia wewe mzee, jamaa alikuwa mkorofi. Akamwambia bwana wewe wacha ukorofi. Unajua wacha ukorofi toka zamani, bado mkorofi tu. Upo nipo bwana. Mfungo miaka mingapi? Bali nimefungwa miaka 5. Akamwambia jinsi ulivyo. Angekupiga hata 10. Kumbe lile neno lile ni amri. Akaondoka rais. Baada ya miaka 5 akaja tena, akatembelea tena. Kamkuta yule soiba yake ndiye. Wewe usiseme miaka 5, akamwambia bwana nasikia ulivyosema nipige 10. Ndio nimeongezewa. Umeona neno la president lilivyokuwa lina nguvu sasa unategemea unasema siji. Nani kazungumza? Maana inaonekana wewe sasa unataka uwe sababu ya kuleta ugomvi katika nchi kabla ya Inzaghi. Kwa maana yake utakasirika. Na kukasirika pia wana haki hata sipoposti. Sidhani kwamba ni lazima wao waposti mchezo huu kwa sababu wao sio wenyeji. Wao ni wageni. Kwa mwenyeji yule lazima aoneshe kama mchezo upo. Kwa sababu yeye ndio atafanya promotion. Yeye ndio atapromote. Kazi ya mgeni yeye ni kuonesha tu fiction inayofuata. Anacheza na nani. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.